Yes, okay, yebane na kuwaji mzee wangu kama kawa, karibu sana katika ulimwengu wa stories za burudani. Karibu sana mimi to be in 36 bish au sana kwako ambaye umekusha subscribe. Kama bado hujasubscribe, bonyeza pendo subscribe and then turn on notification. Bwana, msimu wa 3 season 3 ya Squid Game tayari imeshatoka na unaambiwa imeshavunja rekodi ya Netflix, ambapo unaambiwa Squid Game season 3 imevunja rekodi za Netflix baada ya kupata views milioni 60 ndani ya siku 3 tu. Squid Game season 3 imekuwa series ya kwanza katika historia ya Netflix kushika namba 1 duniani, kila nchi duniani. Kwa hiyo bana guys, wale wakali wa movie, Squid Game season 3 ishatoka, lakini ingawa idadi ni chini kidogo ya rekodi ya msimu wa pili, ambao msimu wa pili wenyewe ulipata jumla ya watazamaji milioni 68, tofauti na msimu huu wa 3 ambao umepata watazamaji milioni 60 ndani ya siku 3. Msimu uliopita, msimu wa pili, ndani ya siku 4 tu shapata watazamaji milioni 68 ndani ya siku 4. Lakini mafanikio ya msimu wa 3 ni ya kipekee kwa kuwa ulifikia nafasi ya kwanza katika nchi zote 93 ambazo Netflix hutoa orodha zake za top 10. Hii ni mara ya kwanza kwa kipindi chote kufanikisha hilo katika wiki yake ya kwanza ya kutolewa. Kwa hiyo msimu wa mwisho umeendelea kuvutia watazamaji duniani kote licha ya mapokezi mchanganyiko kutoka kwa wakosoaji na mashabiki. Baadhi ya watazamaji walitarajia mwisho wa furaha, lakini muumba mfululizo huo Han Dong-hook alieleza kuwa alichagua kumaliza hadithi kwa njia ya kusisimua na yenye ujumbe wa kijamii kuakisi hali halisi ya dunia ya sasa. Kwa sasa Squid Game msimu wa 3 ni mfululizo wa 9 kwa kutazamwa zaidi kati ya mfululizo wa lugha zisizo za Kiingereza kwenye Netflix. Kwa hiyo mambo ndo kama hayo, lakini maoni yalikuwa ni mengi sana ya watazamaji kuhusiana na msimu huu wa 3 wa Netflix ambao imetoka tu soon. Maoni yalikuwa mengi sana by the way, ambapo wengi wanasema kwamba mafanikio ya watazamaji wakubwa, maoni yao wanasema kwamba kuhusu msimu huu yamegawanyika, wakati wakosoaji wengi wakisema kwamba tathmini chanya, wakisifu uigizaji wa Lee Jong-jae ambaye uzalishaji wa hali ya juu. Watazamaji wengine walieleza kutoridhishwa na mwelekeo wa hadithi ya mwisho wa msimu huu. Kwa hiyo katika Rotten Tomatoes msimu wa alama ya 81 kutokea kwa wakosoaji, lakini alama ya watazamaji imepungua hadi 51%, ikionyesha kushuka kwa karibu 33% ikilinganishwa na msimu iliyopita. Maudhui ya msimu wa 3 ambao ndo season 3 ambayo imetoka, maoni kuhusu watazamaji wao wanasema kwamba msimu huu unamfuata Ji-hoon katika jitihada zake za kuvunja mchezo hatari wa Squid Game. Katika mchakato huo na kutana na changamoto mpya, ikiwa ni pamoja na michezo ya hatari kama jump rope na hide and seek yenye visu. Pia msimu huu unaangazia wahusika wapya katika gym ambayo inafanya uamuzi mgumu wa kumuua mwanae ili kumlinda mtoto wa mchanga, hatua ambayo imezua mijadala mikubwa miongoni mwa watazamaji. Kwa hiyo ni moja ya maoni ya watazamaji kuhusiana na season 3. Mwisho wa msimu huu umeonekana kuwa na mgawanyiko mkubwa wa maoni. Wengine waliona kuwa ulikuwa na ujumbe mzito wa kijamii, wakati wengine walihisi kuwa hautokuwa hitimisho la kuridhisha sana, kwa sababu pia uvumi kuhusu uwezekano wa kutolewa kwa toleo la Kiingereza la mfululizo huu, huku Cate Blanchett akionekana katika cameo kama mshawishi wa mchezo huo nchini Marekani. Kwa hivyo kwa sasa Squid Game msimu wa 3 unaendelea kuwa moja mfululizo maarufu zaidi kwenye Netflix licha ya maoni mchanganyiko kutoka kwa watazamaji. Sasa maoni yalikuwa ni mengi sana kuhusiana na ile sehemu ya Squid Game msimu wa 3 kwenye sehemu ambayo ilikuwa ni ya jump rope. Yani ni moja ya changamoto za kusisimua na hatari zaidi ukitazama kwenye Squid Game season 3, ambao mchezo huu unahusisha wachezaji kuvuka daraja jembamba huku akiruka juu ya kamba ya chuma iliyozungushwa na roboti wawili wakubwa. Sasa Yang Hee na Cheo Su, daraja hilo lina pengo katikati
na wachezaji wanapaswa kuruka kwa sahihi ili kuepuka kuanguka kwenye shimo refu chini yao. Mchezo huu unahitaji mchanganyiko wa usawa, wakati sahihi na ujasiri mkubwa, kwani kosa dogo linaweza kusababisha kifo, kama unavyoshuhudia hapo akiwa anajaribu kuvuka akiwa amembeba mtoto. Lakini katika mchezo huu wachezaji walikabiliwa na changamoto ya kuruka kamba ya chuma inayozungushwa kwa kasi juu ya daraja jembamba lenye pengo katikati. Wakati mwingine wachezaji walilazimika kufanya maamuzi magumu ya kimaadili, kama vile kuchagua kati ya kuendelea mbele au kusaidia wachezaji wenzao. Yani wewe endelea tu mbele au ufanyaje? Ukisema urudi nyuma, bado kamba ya chuma nayo inaendelea kuzunguka. Ushanifahamu? Sasa mchezo huu ulionyesha jinsi hali ya hatari inaweza kuibua tabia halisi za watu na kuonyesha upande wa giza wa binadamu. Kwa hiyo mchezo wa Jump Rope ulionyesha jinsi Squid Game Season 3 inavyoweza kuchukua michezo ya utotoni na kuigeuza kuwa changamoto za maisha na kifo. Kwa kutumia roboti wakubwa na mazingira ya kutisha, mchezo huu uliwapa watazamaji uzoefu wa kipekee wa kusisimua na kusikitisha. Kwa hivyo kwa ujumla mchezo wa Jump Rope katika msimu wa 3 wa Squid Game, ambao watazamaji wengi umewagusa sana hisia kubwa, ni mfano wa jinsi mfululizo huu unavyoweza kuchanganya michezo ya utotoni na mandhari ya kutisha ili kuwasilisha ujumbe mzito kuhusu hali ya binadamu na jamii. Kwa hiyo kama utotoni ulikuwa unaruka kamba bana, basi kama ungeenda Squid Game ingekusaidia, kwa sababu ulikuwa mtaalamu wa kuruka kamba. Basi kama ungeenda kule Squid Game hakika ungesaidiwa sana sana sana. Sasa kuna vitu hapa vya kuzingatia ambavyo maoni yamekuwa ni mengi sana kwa wataalamu ambao wanasema msimu wa 3 ili endelee kufanikiwa zaidi, vitu ambavyo wanatakiwa kufanya kama waandaaji wa Squid Game ili msimu huu wa 3 waweze kufanikiwa zaidi kama msimu wa 2. Kitu cha kwanza wanasema kwamba waeke maudhui yenye mvuto zaidi kihisia, ambapo watazamaji wengi walikosa uhusiano wa karibu na wahusika wapya. Waongeze hadithi zenye undani, historia ya wahusika na mivutano ya kihisia. Kitu cha pili pia ambacho wanatakiwa kukifanya, kuweka ujumbe wa kijamii kwa uwazi zaidi, kama vile msimu wa kwanza ujumbe juu ya mfumo wa kiuchumi, baguzi au siasa uboreshwe na kuonyeshwa kwa ubunifu bwana, si ndio? Lakini pia kitu cha tatu ni kupunguza drama nyingi zisizo za lazima. Watazamaji walilalamika kuhusu sehemu zenye mazungumzo marefu bila action kwenye season 2 ya Squid Game, ambapo walisema waongeze uwiano bora kati ya hadithi na vitendo. Lakini pia kitu kingine ni matangazo na promo katika kimataifa, kutumia mitandao ya kijamii, trailers kali na interviews za waigizaji kutengeneza buzz kama msimu wa kuanza. Kwa hivyo ndio vitu vya kuzingatia ili Squid Game Season 3 iweze kwenda vizuri zaidi na ipae zaidi, si ndivyo bana? So msimu huu bana ni hatari sana. Pale kwenye Jump Rope pale kama ulikuwa mtotoni ulikuwa hujui kuruka kamba, basi Squid Game hapo hiyo sehemu ingekupita tu kama ulikuwa hujui, yani kwenye hiyo Jump Rope ingekupita wallahi, na kuapia, kwa sababu kamba ya chuma inazungushwa na wale maroboti wawili, alafu unatakuwa uruke kiufasaha. Ikikugusa tu, yani wewe jua tayari ushaenda na maji basi. Bwana tayari season 3 imeshatoka Squid Game na imepata watazamaji milioni 60 kwa siku 3, licha ya season 2 siku 4 tu msimu uliopita ilipata streams milioni 64 Netflix. So this time hayopo itavunja rekodi zaidi, au vipi bwana? Leo ni siku ya 3 inapata streams milioni 60 pale Netflix. Bwana noma sana. Usiache kusubscribe BN36 for more update. Afu pia niambie kitu gani ambacho umekipenda kwenye season 2 na sasa hivi season 3 kwenye Squid Game. Oh yo.